mambo ya ndani ya nchi inalo jukumu kubwa pamoja na mambo mengine la kulinda usalama wa wananchi na mali zao. Na wizara hii jukumu lake hilo inatekeleza kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama vilivyopo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, likiwemo jeshi letu la polisi. Naomba nichukue nafasi hii kuwapa taarifa wananchi kwamba hali ya usalama wa nchi yetu mpaka sasa ni shwari, inaendelea kuimarika baada ya shida tuliyopata tarehe 29 ya mwezi Oktoba wakati wa uchaguzi, na vurugu zikatokea na hasara nyingi zikatokea, mali zikaharibiwa, watu wakafariki, shida ambayo kwa kweli tusingetamani irudie tena, kwa sababu hasara yake mpaka sasa tunaendelea kuumia nayo. Na nitoe pole kwa Watanzania wenzetu waliopoteza maisha, walioumia, wengine bado hata vidonda vyao havijapona, lakini walioharibiwa mali na hasara nyingi ambazo zimejitokeza. Kwa kweli si jambo linalofurahisha hata kidogo, ni jambo ambalo limeleta hasara kubwa. Basi tunamwomba Mwenyezi Mungu atuepushie mbali lisitokee tena jingine la namna hiyo. Hata hivyo, wakati tunaendelea na kuimarisha hali ya usalama na kwa kazi nzuri inayofanywa na jeshi letu la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, lakini pia wananchi wanatoa ushirikiano wa kutosha kwa kushirikiana na jeshi letu la polisi, lakini viongozi mbalimbali pia wamesikika wakieleza umuhimu kama taifa kulinda amani ya nchi yetu kama jambo na tunu muhimu ya ustawi wa maendeleo mengine. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wetu wa dini kwa nyakati tofauti tangu tarehe za mwanzo wa mwezi huu. Zimetolewa kauli zinazotia moyo, zinazofundisha wananchi na waumini wao juu ya umuhimu wa amani katika taifa. Wamefanya hivyo na katika mahubiri, katika matamasha, katika semina na kwa kutumia majukwaa mbalimbali. Napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru bila kuwataja viongozi wote wa dini. Wamefanya kazi nzuri, kwamba maandamano yako kuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria, hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti. Na kwa hiyo ndugu zangu, tuko hapa sisi kama Wizara ya Mambo ya Ndani yenye jukumu la kuwalinda wananchi na mali zao, kuwaomba sana wananchi wengine ambao hawahusiki na mpango huo kuto kushabikia, kuto kujitokeza, wala iwe ni kwenye mtandao au kujitokeza kwenda kuangalia au kuchungulia tu hicho wanachokifanya, kama kweli watakifanya, ingawa hatuamini, lakini ni lazima tujiandae, kwa sababu kazi yetu sio kujaribisha. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tuna wakati wote wananchi wanakuwa salama wao na mali zao. Kwa hiyo waombe sana wananchi wasithubutu kujitokeza, kwa sababu maandamano haya ni haramu. Maana kuna wakati mwingine wengine wanajitokeza bila hata kujua pengine anachokimbilia ni kitu gani, na kujikuta amejiingiza kwenye kitu asichokifahamu. Kwa hiyo mjizuie kuhamasisha kwenye mitandao, mjizuie pia kushiriki kwa namna yoyote ile, lakini mtusaidie pia kutoa taarifa pale mnapohisi kuna viashiria vya watu ambao wanataka kutekeleza mpango wa kuleta maandamano ya siku hiyo ya tarehe 9 kwa maana ya kesho. Naomba pia nichukue nafasi hii kutoa taarifa kama wajibu muhimu sana
kwa vyombo vyetu ili viweze kufanyia kazi hizo taarifa, basi liwe jukumu ambalo wananchi wote kwa mapenzi tulionayo kwa nchi yetu tutalitekeleza. Na jeshi la polisi limebainisha namba makususi, tutawapatia hapa namba ili ziweze kuwasaidia kuweza kutoa taarifa kuwapa wananchi, na wananchi watakapoona kuna matukio au kuna viashiria au kuna watu wanapanga jambo hilo, basi waweze kutoa taarifa hizo. Nichukue nafasi hii kuwatakia kila laheri katika sikukuu za mwisho wa mwaka, tukianza na siku ya kesho ambayo ni siku yetu ya kusherehekea uhuru wetu, miaka 64 ya uhuru. Tusherehekee kwa amani na utulivu, na nina imani yangu kwamba wananchi mmejua adha na mateso tuliyoyapata na ambayo tutaendelea kuyapata kwa madhara tu ya tarehe 29 na 30 mpaka tarehe 1 ile iliyotokea. Sasa tusirudie tena haya. Mimi na wenzangu tunawaomba sana wananchi tuipende nchi yetu. Mashabiki wengi wanaosuka hii mipango na kufanya, wengi wao unaona hawako hata hapa nchini, na wale walioko hapa pengine wamechoka na hii hali, lakini tunaomba sana, tulio wengi tumeona madhara yake. Madhara ni makubwa sana, mateso ni makubwa. Tunazungumzia kumhoji, basi tunataka kumchukua, basi anagongewa yule mtu, anachukuliwa tena mchana. Maana yake mtu saa nyingine yupo pale, anajulikana yupo, kuna sababu gani ya kwenda na akitoka hapa anajulikana kazini kwake wapi, akitoka hapa anajulikana kazi shughuli zake anafanyia wapi, movement zake zinajulikana. Ya nini uende ukamkamate nyumbani kwake na watu wamevaa ninja au hawana sare, maslaha makubwa? Sio ukamataji mzuri. Tumekubaliana IGP, tumekubaliana kwamba ukamataji huu hapana, tunataka ukamataji ambao wananchi wetu wameuzoea, wenye staha. Sasa hataki mtu akikamatwa basi hata watoto wake wapate hofu pale nyumbani. Ya nini kupeleka hofu mpaka watoto? Unaiacha ile trauma, yule mtoto atakuwa anawachukia polisi tu. Akiwaona polisi anasema ulimkamata baba au ulimkamata mama. Hapana, sina mimi nadhani ukamataji mzuri ni ule wa kistaa, na maada mtu hana tishio la kukimbia au hajui, kwa sababu mmeshapeleza na mnajua hajui. Kwa unapoenda kumkamata unaweza kumtegea tu hata ametoka nyumbani kwako ukatona bwana unaitwa kituo cha polisi. Ndio ukamataji uzoea huo. Kwa hiyo huu mwingine huu ukamataji wa tofauti na hivyo tumekubaliana, isipokuwa shughuli za kipolisi ziko nyingi, masuala ya kiusalama yako mengi, yana levels tofauti. Pale itakapobidi ya namna hiyo basi hiyo inayefanana na aina ya kosa, kuliko hata kosa kadogo tu mtu kaposti. Unajua hivi visimu hivyo, mtu mwingine kaposti ka kitu tu hivyo, uchochezi. Hapana, hii tumekubaliana na hili haliwezi kuwepo kabisa katika kipindi hiki. Na kwa kweli nadhani na lenyewe ndio limechochea sana kuleta wananchi baadhi kuwachukia polisi, lakini polisi hawa ndio wanaofanya kazi nzuri mpaka huko mtaani tunaishi kwa usalama. Mwingine Kari tunasoma wanasema maandamano ni ya amani. Maandamano ni ya amani, maana yake nini? Yawe yana kibali, yawe yameeleza madhumuni ya maandamano hayo, na kama nilivyosema kwa mujibu wa sheria ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 imeeleza mchakato wa namna ya kupata kibali. Sasa unapokuwa na maandamano unayaita ya amani, halafu unasema hayana mwisho, halafu huko ndani unasema kwa wale ambao hawajui, maana hatumjui anayeomba ni nani. Mtu unasikia kama anasema wale watakao kuwa hawajui kutumia silaha waachie wenye mafunzo ya kutumia silaha. Sasa unajiuliza, haya kweli ni amani? Haya sasa, na hata ni amani basi angekuwa na kibali, basi yawe na mtu anayeomba tunayemjua, hana address, yupo kwenye cyber space huko. Sasa ndugu yangu Karin, kama kweli hayo maandamano tutaamini tuseme ya amani, kwa hiyo tuyapishe tu. Sasa hata we mwenyewe hujue ataanzia wapi. Na akiwa na amani sasa tuyasindikize polisi wayalinde. Sasa hatujui wataanzia wapi. Ni Mwanza, maana ni nchi nzima, alafu yanakuwaje ya amani? Hayo sio maandamano ya amani. Hayo ni pengine yana lengo tofauti kabisa, ambalo hasara tulivyojifunza hiyo tarehe 29 mwezi Oktoba,
tulichukulia hivyo hivyo, na baadaye akatuletea shida kubwa ambayo imetokea. Ya matamko yaliyokuwa yanatolewa na viongozi ambao walijiita wa dini na wengine tunajua kabisa kwa taasisi zao tunajua, lakini kulitokea hapa matamko hata ya mtu tu anaweza kaibuka akajiita yeye ni fulani akatoa tamko kwa mwamvuli wa dini. Lakini kusema kweli, kwa kipindi ambacho toka mimi nilipoingia na wenzangu ofisini kwa kushirikiana na wenzetu jeshi la polisi, tulikuwa na muda wa kuongea tete ya tete na viongozi wa dini zote. Nimefanya hiyo kazi, na kwa kweli sikuwa nawaita, lakini nilikuwa nafanya hiyo kazi wanasema in camera, kwa bila kujulikana, kwa sababu tulikuwa nafanya kazi ya kutuliza hali, kwa sababu matamko na yenyewe yalikuwa yameshakuwa mengi na mengine mpaka yakaanza kuchochea hali ya tofauti ya udini, Muislamu, Ukristo, ikawa kidogo hali si nzuri. Lakini nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwamba mazungumzo tuliyofanya na viongozi wa taasisi kubwa chini ya umbrella organization zao, wakiwemo CCT, wakiwemo PCT, na wakiwemo Teki, wakiwemo Kwata, yamekuwa na mafanikio makubwa. Na kama umeona kuanzia siku ya Ijumaa matamko yamebadilisha sura, lakini siku ya Jumamosi, siku ya Sabato, pia matamko yamekuwa mazuri kutoka viongozi wa dini, na siku ya Jumapili ya jana matamko yameendelea kuwa mazuri yanayojenga taifa lenye umoja, mshikamano, kwa kuhakikisha kwamba amani ndio kitu cha maana. Na kwa kweli tunawashukuru sana viongozi wetu wa dini. Wao ni wadau muhimu sana wa amani ya nchi yetu. Wao ni wadau muhimu sana kwa sababu wanatulea katika nyoyo zetu, katika roho na mwili. Kwa hiyo tukiwa na amani ndio tutaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tukiwa na amani ndipo tunapoweza kupata maendeleo na ustawi wetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana viongozi wote wa dini kwa namna ambavyo wametoa matamko ambayo yanatuunganisha kama taifa. Kwa wale waliokuwa wanatamka yale magumu kidogo, nadhani tumezungumza nao na wao kidogo wametulia. Kwa hiyo tumuombe Mungu aendelee kutupa uvumilivu wa kiasi hiki ili taifa letu liweze kupona. Maana mambo haya yametokea katika nchi mbalimbali na yameleta hasara kubwa sana, lakini kwetu hapa tumuombe Mungu asimame na sisi tupite salama katika kipindi hiki ya amani. Na unapofanya maandamano yakawa na fujo, inaweza kukuta kabisa umebadilisha tafsiri ya maandamano. Hivi tuulizane sisi, nyinyi wa Tanzania, maandamano yanachoma vituo vya mafuta. Maandamano mtu anakuambia shuka kwenye gari yako na gari lako linachomwa moto. Maandamano yanachoma ofisi za serikali. Maandamano yanachoma vituo vya polisi. Sasa unaweza ukasema una estimate nguvu gani itumike? Maandamano ambayo na polisi wamekufa. Maandamano ambayo raia na wenyewe kwa sababu mbalimbali, kwa sababu katika taharuki kama ile, vifo vyepuki. Kama umechoma mahali, dhahiri kutatokea tu vifo. Na maandamano au riot yoyote haijawahi kuwa kitu salama. Na ndio maana tunahimiza kwamba njia nzuri ya kudai haki yoyote ile ni mazungumzo. Njia zozote zilizoletwa kudaiwa kwa fujo hazijawahi kutoa matokeo. Tunaona Sudania kwa maandamano rais akaondolewa na nchi haijatulia. Sasa hivi watu wanakufa kwa kuliwa na nzi. Si mnaona hamuoni? Watoto wanakufa kwa kuliwa na nini? Nzi. Sio kwa bunduki. Nzi anakula mtoto mpaka mtoto wamemtelekeza hapo, kwa sababu ya mambo haya ya kuyadai bila kufuata mifumo mizuri yenye tija na ustawi kwa ajili ya wewe unaishi leo na watakao ishi baadaye. Sasa kwamba maandamano haya si halali kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania, kwa mujibu wa tafsiri ya katiba yetu na sheria zetu, haya maandamano hayana uhalali kwa sababu anayeyaomba hatumjui. Hayupo, atuambia ameleta barua, sasa anataka kama tumkatalie au tumkubalie. Hajaleta barua. Tunasikia tu yanasemwa.
Kwa hiyo hayana mtu aliyeomba, na kuomba maana yake iletwe ombi kwa maandishi. Ukitoka hapo baada ya kupata ombi kwa maandishi, sasa labda sisi serikali tungesema tumekataa. Sasa haya tunasema ni haramu kwa sababu ni haramu kutokea mwanzo, kwa sababu hayana aliyeomba, hayajulikani yanafanywa na nani, hayajulikani yanatoka wapi kwenda wapi. Unaambiwa hayana ukomo, hayana, halafu tuseme yatakuwa halali kwa sababu kuna human right. Na kwamba yale yotumika itumia nguvu kubwa. Kwa hiyo walitegemea watoke pale wale waandamanaji, wavuke Ubungo, watoke Ubungo wavuke Magomeni, waje hapa katikati Kariakoo wachome moto. Bado walikuwa wanachoma moto, wachome moto, watoke hapo waende kwenye matenki yetu kule ya mafuta kule Gamboni, yachome moto. Hivi angebaki mtu mzima. Halafu ndo tungesema haya sasa haki za binadamu hapa ndo zimetendeka. Nataka niwaombe wa Tanzania, sio kwamba mifano mibaya inayoangusha nchi hatuioni, sio kwamba madhara ya maandamano ya tarehe 29 hatuyaoni, ila ni kama tumezibwa hivi, tunafikiri eti njia hii inaweza kutusaidia. Haitusaidii kamwe. Yeyote anayeshabikia jambo hili kwa madhara yaliyopo na yanayeweza kuendelea kutumiza, hakika haipendi nchi, hawapendi wa Tanzania. Ziko namna nyingi sana, ziko namna nyingi sana za kudai haki. Haiwezi ikawa hii ya kulazimisha kufanya maandamano kwa madai kwamba maandamano ni halali kwa sababu tu haki za binadamu wamesema kwamba maandamano haya, tangazo hili liondolewe. Tangazo hili lipo kwa mujibu wa sheria za Tanzania, inawahusu wa Tanzania, haimhusu mtu mwingine wa huko nje.